na kipenzi wa Mwenyezi Mungu, muombezi wa waja wema siku ya Kiyama, na si mwingine ila ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa, ili nisiwatoe katika maudhui ya hotuba yetu ya leo, napenda kuwasisitiza pia kuwahusia na kujihusia Waislamu wote tuliojaliwa kuidiriki jamaa ya leo ya swala tukufu ya Ijumaa, tujikite sote kuhakikisha kwamba hotuba ya leo tunaingiza katika vifua vyetu, na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kuifahamu na kuifanyia kazi. Jambo la pili, ninapenda kutoa taarifa ambayo ni muhimu kila Muislamu aijue, na taarifa yenyewe ni kuhusiana na migawanyo tena ya mitaa katika mji wetu wa Shinyanga. Kwanza tulikuwa tuna mtaa mmoja ukaonekana ni mkubwa zaidi, ikaonekana igawike mitaa miwili na bado ni mikubwa zaidi. Sasa mtaa umekuwa na mji huu umekuwa na mitaa minne. Kwa hiyo mtaa wetu wa Mufti Isa Shabani Simba ulikuwa unaanzia Chibe kuja mpaka Lubaga Majengo, mjini kati tunairuka tunakwenda Kitangili na Ibinzamata. Lakini sasa mtaa wetu una kata ya Ndala nzima mpaka Masekelo kuendelea huko, Kambarage kwa ujumla ni Lubaga na Mwaseli. Kwa hiyo Waislamu katika maeneo haya ndio Waislamu ambao watahitajia huduma kutoka katika makao ya mtaa wao Mufti Isa Shabani Simba. Naomba mabadiliko hayo yafahamike na kila mmoja ajifahamu mahala alipo, na pia tumeelewana vizuri. Pamoja na yote, hotuba imesisitiza swala la dini. Mimi nimekusanya hotuba yote hii, nimejalia kwamba ni maelekezo ya wanadini kufahamu umuhimu wa dini yao kwa kufuata maelekezo ya Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja kwa nafasi yake mahala alipo ana uwajibu kwa mujibu wa maelekezo ya hotuba yetu ya leo. Lakini ninafurahi sana kwa sababu hotuba imegonga kwenye vichwa, haikushughulika na nyayo wala magoti wala tumbo wala kifua. Imeshughulika na nini? Na kichwa. Kuona ni jinsi gani kwamba kichwa kimebeba dhima ipi. Kichwani ndio kuna macho. Hawasi zote za msingi kwa mwanadamu Mwenyezi Mungu amezikusanya katika nini? Katika kichwa. Macho yapo kichwani, masikio yapo kichwani, pua lipo kichwani, ulimi upo kichwani, na sehemu ya kichwa kuna ngozi ambayo inajumuisha hawasi 5 za mwanadamu, ambazo kwa vitu hivyo vitano ndio mwanadamu anapata ufahamu wa kujua kila kitu bila kuhitajia msaada mwingine wowote. Lakini jambo kubwa lilobeba ubinadamu ambalo ni moyo, Mwenyezi Mungu amejalia kuwekea kinga na ngome kubwa katikati ya mifupa ya mbele ya kifua na mifupa nyuma ya mgongo, ndio kaenda kauficha moyo humo ndani. Lakini vitu vingine vya msingi kwa mwanadamu Mungu vyote amevijalia kichwani. Kwa hiyo ukija kuangalia macho, ni hawasi inayofanya mwanadamu aweze kuona vitu mbalimbali na yamsaidie asipate madhara ya kujipamia mahala au kukanyaga sehemu mbaya au kutumbukia kwenye mashimo makubwa akapoteza uhai wake. Msaada wa macho ambao
unamsaidia mwanadamu mwenyewe kama wenyewe bila kuhitajia pua. Na linalofanywa na macho, pua halina habari. Linalofanywa na pua, ulimi hauna habari. Linalofanywa na ulimi, masikio hayana habari. Kila kimoja kina utaratibu wake wa kurejesha masuala hayo kwenye moyo, ili moyo uweze kufahamu umuhimu wa vile vinavyoelekezwa na ima ulimi au macho au masikio au pua. Sasa khatibu wetu wa leo amezungumzia mambo muhimu na kuwaomba Waislamu mtambue Uislamu jinsi ulivyo na maelekezo ya Mungu na mtume. Ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema innama kana qawla almu'minina idha ma du'u ila Allah wa ila ar-rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hakuna vinginevyo. Imekuwa ni dasturi kwa waumini pale wanapoitwa katika mambo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili hukumu ya Mungu na mtume sallallahu iweze kukita katika mambo yao, huwa hawana kauli nyingine ila usema tusamina wa atana, tumesikia na tunatii. Lakini taa, vazi hili la taa viongozi wamelibeba sana, si kwenye dini tu, hata kwenye siasa. Viongozi wa siasa na viongozi wa dini huwa tunapenda ile toa heshima, sivyo? Sisi huku kuna shekhe, basi ya mheshimiwa shekhe wasikiki sana, lakini mheshimiwa diwani, mheshimiwa mwenyekiti sio kawaida, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa waziri, yote hali yale mambo nini ya toa kwa nani? Dasturi ya viongozi huwa tunapenda hivyo. Kwa kujiwekea mazingira haya, basi humfanya muumini saikolojia tuamini kwamba yeye basi hana uwezo wa kufanya lolote, hana uwezo wa kusema lolote, madhali tu kiongozi yuko pale, basi ni mheshimiwa. Kwa kuwa anaitwa mheshimiwa, basi hata asimwambie la Mungu na mtume anaogopa, kwa sababu ni nani? Ni mheshimiwa. Uislamu haupo hivyo. Kama ilivyosema khutba, mtume alioshushiwa wahi na Mwenyezi Mungu, mtume ambaye hakutamka kwa utashi wa nafsi yake, ila ametamka, kila aliyotamka ni wahi kutoka Mwenyezi Mungu, bado alikuwa akihudhurisha jambo mbele ya maswahaba. Maswahaba kama maswahaba wasioshushiwa wahi wanakaa wanaliangalia jambo lile, halafu wanamuuliza mtume na kumtaka ushauri mtume, na mtume anasikia, anapokea, anabadilisha kwa maslahi ya nini? Ya dini. Lakini sio sisi. Sasa khutba imezungumza mahala panapohusika kabisa kwa viongozi, na kila mwenye sifa ya uongozi kwa nafasi yake. Limezungumzwa neno shekhe, mashekhe, lakini kwa upande mwingine tuhudhurishe na kila mheshimiwa kwa nafasi yake ajue kwamba uheshimiwa wake bado sio sababu ya kujifanya yeye atumikiwe, ila maana ya dini kwa mheshimiwa ni mtumishi wa watu. Kiongozi wa watu ni mtumishi wa watu, sio mtawala wa watu. Kwa hiyo tuondoke na maudhui ya hutuba ya leo, na Waislamu ifikie hatua kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, ifikie hatua muone kwamba kama tutawapeleka katika mazingira ambayo hayaendani na maelekezo ya Mungu na mtume, hebu ifikie hatua muhoji na mtuziwie kwamba hilo jambo msilifanye. Mnapokaa kimya mkaona yanafanyika, halafu mkabakia kunung'unika pembeni bila kutuambia tunaijiita waheshimiwa, tutapata shida sisi sote kwa pamoja. Mimi naomba kwa nafasi yangu kama imamu wa msikiti, kwa nafasi yangu kama shekhi wa mtaa huu wa Mufti Isa Shabani Simba, hebu waumini wote tunakaa katika maeneo haya tubadilike. Kama slogan ya Mheshimiwa Mufti kwa sasa, watu tubadilike na tujitambue.
hakuna mwenye dhamana ya dini, kwa maana yeye ndio ameangaliwa yeye kama yeye hapana dhamana ya dini, tunayo sisi sote. Kwa hiyo ni waombe Waislamu tubadilishe huu utaratibu wa mambo ya uheshimiwa. Huu unasababisha mambo mengi yanaharibika kwa sababu ya uheshimiwa. Tuambiane kweli, ndio utaratibu wa dini. Mkiona imamu wenu siko sawa, niambieni. Mkikaa kimya, hiyo dhima si yangu. Huenda uheshimiwa na koti limeshanijengea mazingira kujiona sikosei mimi, kwa hiyo mtaniacha niende hivyo hivyo tu, tutaharibikiwa wote. Kwa hiyo kwa nafasi yangu ya uimamu, kwa nafasi yangu ya ushehe, ninawaomba Waislamu wote katika eneo hili tujenge tabia kujiamini katika dini.